Kuna hoja au shuhuda 10 za ufufuko wa Yesu. Ufufuko wa Yesu kwamba ni kweli, hakuna mashaka yoyote, wala utashindwa kati ya hizo hoja 10 kupata hoja moja au 2 au 3 za kuondelea wasiwasi na mashaka kwamba kweli Kristo alifufuka kweli kutoka wafu. Kristo amefufuka kweli na amemtokea Simoni. Soma Injili ya Luka sura 24 aya 34 na barua ya kwanza ya Mtume Paulo kwa Korinto sura 15 aya 5 hadi 8. Ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo ni kweli na hakika kwa sababu ya shuhuda kubwa 10. Moja, ushuhuda wa mbali. Moja ni ushuhuda wa mbali. Yesu alisema wazi mwenyewe kwamba atateswa, atakufa, atazikwa na siku ya 3 atafufuka. Yaani hekalu la mwili wake litabomolewa, lakini katika siku 3 atalijenga tena. Yesu alikuwa asemi uongo. Soma Injili ya Yohane sura ya 2 aya 19 hadi 22. Ushuhuda wa pili. Ushuhuda huu unaitwa kisheria ushuhuda wa kimazingira. Huo ndio shuhuda wa kaburi wazi na kwatokea wafuasi wake. Mwili wa Yesu haukuibiwa, maana kaburi lililindwa na askari. Soma Injili ya Mathayo sura 27 aya 66, Luka sura 24 aya kwanza hadi 12, na Injili ya Yohane sura ya 20 aya kwanza hadi 10. Ushuhuda wa kimazingira. Na mimi ni shuhuda. Nilishasali ndani ya kaburi hilo la Yesu misa mwaka 1989 mwezi wa 9. Nipata fursa ya kuiji pale mlima Kalvario, na kwenye kaburi hilo la Yesu bado nakumbuka. Kaburi hilo bado liko. Nipige makofi basi, mbona mnanionia wivu? Ushuhuda kimazingira. Na mimi nimeshuhudia na kupata baraka ya kuishi katika kaburi hilo la Yesu. Mamilioni na mamilioni yanaiji kule masaa 24 kila siku mwaka mzima. Na huo ni muujiza mwingine ambao nilishuhudia. 3, shuhuda kwamba Yesu baada ya kufuka hakujificha. Aliwatokea wafuasi wake na alikula chakula pamoja nao. Soma Injili ya Luka
sura ya 24, sura ya 24 aya 13 hadi 49, na barua ya kwanza ya Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 15 aya 3 hadi 9. Ushuhuda wa 4 ni wa walinzi wa kaburi la Yesu, walinzi kupokea hongo ili kueneza uongo waliofundishwa. Soma Injili ya Mathayo sura 28 aya 11 hadi 15. Ama kweli wainga wetu wamesema fedha fedheha. Kitendo cha kutoa pesa nyingi kuwahonga walinzi wa kaburi ni ushuhuda tosha kwamba Yesu amefuka, kwa sababu hongo hutolewa ili kuuzima ukweli uliopo na kusambaza uongo, hila na fitina. 5 ni ushuhuda kutoka kwa wale ambao kulingana na mila na desturi hawakuruhusiwa kuwa mashahidi wa jambo lolote, yaani wanawake. Katika utamaduni wa Kiyahudi, wanawake hawakuweza kusema chochote cha uzito wa kuwa ushahidi wa jambo lolote. Wao walidhaniwa kuwa dhaifu, ndio hao waliopewa zawadi kubwa ya kushuhudia na kutumwa kutangaza, kuinjilisha ufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Wanawake wamekuwa wainjilishaji wa kwanza wa ufuko mtakatifu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Soma Injili ya Mathayo sura ya 28 aya kwanza hadi ya 10. Ushuhuda wa 6 kwamba Yesu kafufuka kweli kweli ni ule wa kubadilika kwa wafuasi. Baada ya kufa Yesu, wafuasi wake walijawa na woga mwingi, hata wakajifungia ndani ya nyumba kwa hofu ya Mayahudi. Baada ya kufufuka Yesu, walijawa na nguvu na hekima ya kutoa ushuhuda mbele ya watu bila woga tena, kwamba Kristo aliyeteswa, aliyesulubiwa, akabambwa msalabani, akachomwa ubavu kwa mkuki, akafa, akazikwa, siku ya 3 amefufuka. Soma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 aya ya 13. Ushuhuda wa 7 kwamba Kristo amefuka kweli kweli, na huu ni ushuhuda wa nguvu ya Kristo mfufuka kufanya kazi ndani ya mitume, mfano kutenda miujiza mingi ya uponyaji na hata kufufua wafu. Soma kitabu cha Matendo ya Mitume
sura ya 5 aya 12 hadi 16. Ushuhuda wa 8 kwamba Kristo amefuka ni ushuhuda wa kuvumilia mateso na kushiriki mateso ya Kristo mfuka kwa furaha. Mitume walivumilia aibu, viboko, kufungwa kwa furaha, na wakasema kifua mbele na nukuu, ni lazima sisi sote kupitia taabu nyingi ili tuingie katika ufalme wa Mungu. Walijivunia hayo mateso au kuyakimbia. Soma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 14 aya 22. Ushuhuda wa 9 kwamba Kristo amefuka kweli kweli ni ushuhuda wa kuundwa na kudumu kwa kanisa la awali chini ya uongozi wa Petro mtume. Kama Yesu hangefufuka, wanafunzi wake wangetawanyika na kanisa lisingezaliwa na kudumu zaidi ya miaka 2000 sasa, kama ilivyotokea na inavyoendelea kutokea, na idadi ya waumini inaendelea kuongezeka. 10. Ushuhuda kwamba Yesu amefuka ni ule unaotolewa na Injili 4. Injili ya Mathayo, Marko, Luka na Yohane. Pia kitabu cha Matendo ya Mitume. Injili zote 4 na kitabu cha Matendo ya Mitume zinatangaza kwa nguvu na hekima kubwa kwamba Yesu alikuwa mzima tena baada ya kifo chake. Hizo ndizo hoja 10 au shuhuda 10 kwamba Kristo kafuka kweli kweli.